tarabosaya tarararama. Mwambie Bwana akuhudumie, ayahudumie maisha yako. Roho Mtakatifu nihudumie na uyahudumie maisha yangu kwa neno lako, kwa nguvu zako, kwa uweza wako katika jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo, ongeza tena bidii na sauti. Mwambie Roho wa Bwana nihudumie tena, yabadilishe maisha yangu kwa uweza wako, kwa neno lako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, geuza tena kila ambacho hakifai ndani yangu. Bwana kigeuze tena ili nikufananie wewe katika kila jambo. Geuza kwa neno lako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana geuza mtazamo wangu kwa neno lako tena jioni ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rebo saparinda bakata rababo yande reka parama santa la baba rama kaparia mama sande kapala basata yanama manda karababo satelianda radaba yakapari mama sanda le karada barabara basata yanama kanama nama sotoria le rapa sota palia le brakata daba sande yakatarada barababo kapali baba sande rekepele bebe sata da rakaparama mama sata, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunakushukuru katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Naweza kukaa kidogo tukajifunza kidogo. Haleluya. Mungu wangu Mungu wangu, sina Mungu mwingine. Ramashanda rekarana makasaya. Tulianza kujifunza kwa habari ya nafasi ya ufahamu kwa mwombaji. Nafasi ya ufahamu kwa mwombaji. Leo kwa sababu nataka kule mwishoni tuombe kidogo, kwa hiyo tutajifunza kwa haraka, lakini pia tunamwamini Mungu ya kwamba kule mwishoni tutaomba. Haleluya, haleluya. Nafasi ya ufahamu kwa mwombaji. Naomba nianze na maandiko machache, alafu maandiko haya yatatusaidia kujenga msingi wa kile ambacho nataka ukifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shanda karabayada regada bashanda. Kitabu kile cha Hosea sura ile ya 4 ule mstari wa 6, nataka nikuonyesha umuhimu wa maarifa kwako wewe kama kuhani. Umuhimu wa maarifa kwako wewe kama kuhani. Nikisema wewe ni kuhani, kuhani ni mtu ambaye alikuwa anasimama kwa watu kwa niaba ya Mungu na anasimama kwa Mungu kwa niaba ya watu. Kuhani alikuwa ni kama mtu wa katikati, na mojawapo ya kazi ya kuhani ilikuwa ni kupeleka mahitaji ya watu kwa Mungu na wakati mwingine kuleta ujumbe wa Mungu kwa watu. Na ili kuhani aweze kupeleka mahitaji ya watu kwa Mungu, alikuwa anayapeleka kwa njia ya maombi. Maana ukiitwa kuhani ulikuwa umeitwa ni mtu wa maombi. Na ndio maana Biblia inamuongelea Yesu kama kuhani mkuu ambaye ni muombezi wetu. Kuhani mkuu ambaye ni muombezi wetu. Sasa nataka kujua kila uliye hapa wewe ni kuhani. Kila uliyekubali, kila mtu aliyekubali kuokoka amefanywa kuwa kuhani. Kuhani maana yake nini? Nimekwambia unasimama mbele za Mungu kwa niaba yako na kwa niaba ya watu, lakini pia unasimama mbele za watu kwa niaba ya Mungu. Angalia Biblia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Biblia inakuita wewe ni mpatanishi, mtu ambaye unasimama katikati ya Mungu na watu. Upo kwa ajili ya kumpatanisha Mungu na watu. Sasa wakati mwingine kumpatanisha Mungu na watu ni pamoja na kuwaombea watu wamjue Mungu. Mojawapo ya kitu kikubwa Yesu anawaombea, mojawapo ya kitu kikubwa tunaweza kuwaombea watu ni kuwaombea ili wajazwe maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lakini pia mahali pengine tasoma tena baadaye uone jinsi ambavyo Bwana Yesu alifanya huduma yake ya uombezi kama kuhani mkuu wa siku za mwisho. Naomba nisome ile andiko ambalo nimekuambia, kitabu cha Hosea sura ya 4 ule mstari wa 6. Biblia inasemaje kama umefungua Biblia yako? Anasema Hosea sura ya 4 ule mstari wa 6. Anasema hivi, angalia.
watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa. Alafu anasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Maana yake ni kwamba Mungu, kama Mungu hamtaki kuhani asiyekuwa na maarifa, tafsiri yake ni kwamba maombi ya kuhani asiyekuwa na maarifa pia ni maombi yasiyotakwa na Mungu. Mungu hataki maombi ya mtu asiyekuwa na maarifa au kuhani asiyekuwa na maarifa. Kwa hiyo kama Mungu atakukataa wewe, ni automatically pia atakataa na maombi yako. Kwa hiyo tafsiri rahisi ni kwamba mtu ambaye maombi yake atakubaliwa mbele za Mungu ni mtu ambaye anaomba kwa maarifa, anaomba kwa akili. Biblia imesema tutaomba kwa akili na tutaomba kwa roho pia. Tutaabudu kwa akili na tutamwabudu Mungu kwa roho pia. Tutaimba kwa akili na tutaimba kwa roho pia. Maana yake kila unachokifanya lazima ukifanye kwa akili au maarifa. Anasema kwa sababu umeyakataa maarifa, anasema mimi nami nimekukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Angalia, kuyakataa maarifa ni kumkataa Mungu, na tafsiri nyingine ni kukataliwa na Mungu. Unaweza kaandika hivyo, kuyakataa maarifa ni kumkataa Mungu, na kwa tafsiri nyingine ni kukataliwa na Mungu. Mtu yote anayekataa maarifa ni mtu aliyekataliwa na Mungu. Ni rahisi tu kujua nani Mungu anampenda, nani Mungu hampendi, nani Mungu anamkubali, nani Mungu hamkubali. Mungu hamkubali mtu, hamkubali mtu anayekataa maarifa. Kwa nini nasema hivi? Kwa nini nasema hivi? Samueli wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 3. Narudia tu baadhi ya mambo ambayo niliongea wakati uliopita. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 anasema kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa. Maana yake unavyomwongelea Mungu unaongelea ni Mungu wa maarifa. Sasa Mungu hawezi akawa Mungu wa maarifa na wewe muombaji usio muombaji wa maarifa. Narudia tena, yani Mungu hawezi akawa ni Mungu wa maarifa na wewe kama muombaji usio muombaji wa maarifa au usiwe mtu wa maarifa. Sema nakataa kuwa mjinga katika jina la Yesu. Sema tena nakataa kuwa mjinga katika jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, kuanzia leo amsha njaa ndani yangu, njaa ya maarifa, kiu ya maarifa iongeze ndani yangu katika jina la Yesu. Mungu aweze akawa Mungu wa maarifa na wewe ukawa mtu asiyependa maarifa. Maana yake ni kwamba ili anasema wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamefanyeje? Wamepatana. Na kupatana na Mungu ni pamoja na kuamua kuwa kama Mungu alivyo. Angalia tena hapa. Mungu ni Mungu wa maarifa. Kitabu kile cha Hosea sura ile ya 6 ule mstari wa 3. Hosea sura ya 6 ule mstari wa 3. Huu mstari tukusoma wakati ule. Hosea sura ya 6 ule mstari wa 3. Moja ya shauku na kipaumbele cha Mungu ni kwamba Mungu anataka tumjue. Anasema nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Yaani maana yake ni kwamba kumjua Mungu ni jambo endelevu. Kumjua Mungu, kuwa na maarifa ya kimungu ni jambo endelevu. Sio kitu ambacho unaweza kufanya ndani ya wiki moja ukamaliza, ukafanya ndani ya mwezi mmoja ukamaliza. Na ndio maana hata ukiwa askofu leo auishi kumjua Mungu. Kila siku ni siku ya kuendelea kumjua Mungu. Kila siku ni siku ya kukua kwenye eneo la maarifa. Akili yako unaweza ukaitanua mpaka pale ambapo umeamua kuishia. Akili yako inaweza kutanuka mpaka pale ambapo umeamua kuishia. Maana yake ukiamua kuishia hapo na akili yako inaishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nasi na tujue na tukaendelee kumjua nani? Bwana. Kitu kikubwa nataka pia uandike, maarifa, kiwango cha maarifa kinaamua kiwango cha uzima. Kiwango cha maarifa ulichonacho kinaamua kiwango cha uzima utakao tembea nao. Hilo ni jambo la kwanza na la muhimu. Kiwango cha maarifa. Na sio tu kiwango cha maarifa, kiwango cha ubora wa maarifa ulionayo kinaweza kikaamua kiwango cha ubora wa uzima ulionao. Sio tu maarifa, maana yake sio kila maarifa yanaweza yakaamua wewe upate uzima. Ni kiwango cha ubora wa maarifa, the quality of that knowledge, the quality of that information, the quality of that understanding. Kiwango cha uzima kinaamuliwa na kiwango cha maarifa. Tunaipata wapi hiyo? Yohana 17 mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3 anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma.
Maana yake ni kwamba hata uzima wa milele umejificha kwenye maarifa. Mwambie jirani yako, uzima wa milele umejificha kwenye maarifa. Hata ukiachana tu na uzima wa milele, lakini nimekwambia uzima umejificha kwenye maarifa. Uzima, yani hata uzima wa milele. Imagine uzima wa milele umewekwa kwenye kumjua Mungu sana. The more you know him, the more unazidi kuactivate uzima wa milele kwenye maisha yako. The more unazidi kuufanya uzima wa milele ufanye kazi kwenye maisha yako. Kwa hiyo usije kufikiri uzima wa milele ni kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni kitu kingine. Uzima wa milele ni kumjua sana Mungu. Na kuanzia siku unaanza kumjua ndio siku unaanza kutembea kwenye uzima wa milele. Uzima wa milele sio kitu unachopokea ukienda mbinguni, ni kitu unachopokea ukimjua Mungu. Na kumjua huku Mungu ni pamoja na kwamba unamjua na unaishi kile ambacho unakijua. Unamjua na unaishi kile ambacho unakijua. Uzima wa milele sio kitu ambacho unapokea ukiwa mbinguni. Narudia tena, ni kitu ambacho unapokea ukimjua Mungu na ukiamua kuishi sawa sawa na hayo maarifa na huo ufahamu uliopata. Kiwango cha uzima kinaamuliwa na kiwango cha maarifa. Wacha nikupe tena andiko jingine. Yohana sura ya kwanza. Huyu ni neno, anaongelea mstari wa kwanza. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sikiliza mstari wa 4. Angalia huyo neno, mstari wa 4. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima. Maana yake uzima umejificha kwenye maarifa ya kimungu. Kila muda unaopata wa kuongeza maarifa ya kimungu ndani yako ni muda umeupata wa kuongeza uzima. Pokea uzima katika jina la Yesu. Kama unavyosikiliza, uzima uingie ndani yako katika jina la Yesu. Nasema tena, uzima uingie ndani yako katika jina la Yesu. Yesu aliwaambia Mafarisayo wanachunguza maandiko wakifikiria kwamba kuna uzima ndani yake. Mafarisayo walikuwa wanachunguza kwa kutaka kile ambacho wanakitaka wao. In fact, unavyozidi kusoma maarifa ili kwa lengo la kumjua Mungu, Biblia inasema kadri unavyozidi kusoma, uzima umejificha kwenye maarifa. Maana yake kiwango cha uzima utakachokuwa nacho kinaweza kuamuliwa na kiwango cha maarifa unachokuwa nacho. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Uzima ulikuwa nuru ya. Angalia tena, wacha nikuongezee tena andiko lingine. Mithali sura ya 4 ule mstari wa 20 na wa 21. Mithali sura ya 4 mstari wa 20 na wa 21. Nitaenda mpaka mstari wa 22. Mithali sura ya 4 mstari wa 20, 21 na 22. Anasema hivi: mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikilize kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako. Mstari wa 22, maana ni uhai kwa wale wasipatao na afya ya mwili wao wote. Maarifa ya kimungu ni afya ya mwili wako. Siku moja nilikuwa nasoma nadhani Mithali 15 mstari wa 30. Nadhani Mithali 15 mstari wa 30. Nikaona Biblia inasema habari njema inanenepesha mifupa. Subiri nikuonyeshe ile andiko. Ile andiko ndo nalitumiaga nikiwa nafunga ili nisikonde. Nikiwa nafunga mifungo mirefu ili nisikonde. Alitumiaga ile andiko la Mithali 15:30. Ngoja nikusomea anasemaje hapa. Anasema hivi. Anasema mng'ao wa macho hufurahisha moyo. Alafu kipengele B anasema habari njema huinenepesha mifupa. Maana hata mifupa yako inaweza ikanenepa ikipata habari njema. Tafsiri yake ni kwamba kama habari njema inaweza kunenepesha mifupa, maana yake habari njema imebeba afya, imebeba uzima. Pokea uzima katika jina la Yesu. Nasema tena pokea uzima katika jina la Yesu. Nasema tena pokea uzima katika jina la Yesu. Habari njema inanenepesha mifupa. Kwa hiyo kunenepa kwako akuamuliwi tu na chakula unachokula. Kwa sababu wewe nionyeshe Danieli, Shadrach na Meshach na Abednego wakiwa wanakula mtama na maji, na ndani ya siku 10 wameshanenepa. Usio kafikiri walikuwa wamekaa tu. Kazi kubwa ya Danieli ilikuwa ni kuvisoma vitabu. Maana yake alikaa na kulisoma neno. Neno la Mungu ni chakula cha roho yako, na roho yako ndio inayoamua mafanikio ya kitu kingine chochote kwenye mwili wako. Angalia kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Yote. Na kuwa na nini? Afya yako. Kama vile nini ifanikiwavyo? Roho yako. Maana yake roho yako ikila neno vizuri, kashiba vizuri, ule uzima unapelekwa mpaka kwenye mifupa, unapelekwa kwenye figo, unapelekwa kwenye moyo, unapelekwa kwenye kila mahali. Inenepeshe roho yako kwa neno,
na utaanza kuona afya ikiuvamia mwili wako katika jina la Yesu. Inawezekana ukala vizuri kwenye mambo mengine, lakini mwaka huu moja ya chakula ambacho upasi kukikosa na kuombea katika jina la Yesu, uweze kulila neno kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uweze kulisoma neno kwa bidii na kulila kwa bidii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu sema, Roho Mtakatifu, niongezee njaa na kiu na shauku ya kulila neno katika jina la Yesu. Omba hilo ombi kwa dakika moja, mwambie Roho Mtakatifu, niongezee njaa ya neno lako, niongezee kiu ya neno lako. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri maana yake ni baraka. Kwa Kiingereza anasema blessed are hungry, waliobarikiwa ni wale wenye njaa. Njaa itakupeleka kwenye baraka za kiroho. Mwambie Baba, niongezee njaa katika jina la Yesu. Niongezee njaa asubuhi, niongezee njaa mchana, niongezee njaa jioni. Njaa ya neno lako inile kwa jina la Yesu. Njaa ya neno lako inijilie kwa jina la Yesu. Njaa ya maarifa iongezeke ndani yangu kwa jina la Yesu. Njaa. Na kuanzia leo nataka ulione neno la Mungu kama chakula. Maana yake, unajuaje kwamba roho yako ina njaa? Ni kwa kuangalia umekula neno, ujala neno. Maana kama ujala neno, ujue kabisa siku hiyo roho yako imefunga. Neno la Mungu ni chakula, maombi ni mazoezi. Kama unavyoona mtu anakula alafu baadaye anaenda gym ndio maombi. Chakula unachokula ili kuipa roho yako vitamin, ili kuipa roho yako protein, ili kuipa roho yako carbohydrate, ili kuipa roho yako, hicho chakula kinaitwa neno. Mtu yoyote aliyekuwa maana kwenye Biblia ni mtu ambaye alilichukua neno kama chakula. Subiri nikuonyeshe, nitakupa kwa uthibitisho wa maandiko. Yeremia sura ya 15. Yeremia sura ya 15. Nataka nikuonyeshe ujasiri wa Yeremia ulikuwa unatoka wapi. Yeremia sura ya 15. Eat the word. Kula neno. Kuanzia leo uamue kuwa mtu wa neno katika jina la Yesu. Yeremia sura ya 15 mstari wa 16. Yeremia sura ya 15 mstari wa 16. Hapa nataka niinue waombaji ambao watakuwa ni watu wa neno. Ukianza kuomba una kina cha ufunuo na neno kwenye hilo jambo ambalo nataka kuombea. Yaani ukisema leo naombea kuhusu uchumi, unayo sio tu maandiko na ufunuo wa kina kwenye hilo eneo. Angalia, anasema maneno yako yalionekana. Huyu ni Yeremia. Nami nikayala. Uwezi ukala kitu ambacho hujakiona kama chakula. Wewe unapenda baga, ndio maana uko tayari kulipa 10,000 ununue baga. Ila baga hii iliyoko kwenye neno huipendi, ndio maana huna hata Biblia. Ndio maana usomi Biblia. Mtoko mzuri nitakutoa mwaka huu ni mtoko wa neno. Kila ukisikia tunaandaa ibada, njoo. Ni mtoko wa kula baga, ni mtoko wa kula pizza ya kiroho, ni mtoko wa kula nini tena kizuri. Sausage. Kazi kulalamika tu, friji langu liko empty, mchungaji hamna mayai yameisha, niko na sausage zimeisha, mchungaji mchele umeisha. Haya, na roho yako ambayo haijala inakula Jumapili kwa Jumapili. Uzima ulionao una flow kutokea rohoni kuja kwenye mwili wako. Ndio maana Biblia inasema roho ya mtu inaweza kustahimili udhaifu wake. Maana yake ni kwamba jaribu lolote ambalo Biblia atakupiga nalo, as long as alijafanikiwa kuteteresha roho yako, hilo ni jaribu ambalo roho yako inaweza ikaamsha tena, ukarudi tena kupata vile ambavyo ulikuwa navyo. Ndio maana Biblia inasema atakapokuangusha wewe utasema. Maana yake ni roho yako inaongea, utasema, kuna kuinuka tena. Na kwa njia hiyo utainuka katika jina la Yesu. Angalia, Yeremia anasema maneno yako yalionekana nami nikayala. Anasema na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Jambo la pili la kuandika, kiwango cha maarifa ulichonacho ndio kiwango cha moto ulichonacho kama muombaji. Unajuaje huyu muombaji ana moto? Achana na swala la sauti. Moto haupimwi na kiwango cha sauti alichonacho mtu. Moto haupimwi na sauti ya radi. Nikija hapa kama mhubiri nikaanza kuongea, haleluya, 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 haleluya. Moto uko kwenye haleluya. Moto uko kwenye maarifa. Mtu anaweza kawa na kasauti kadogo ila amejaa moto rohoni. Akiingia tu mahali sauti yake ndio hiyo hiyo kama ya baba. Hivyo wewe jaribu kuwaza. Kuna wahubiri wewe tungesema tuwafuate kwa sauti, wewe usingemfuata baba. Ila baba ni mtu ambaye akiamrisha pepo zinachomoka. Akiingia mahali mapepo utasikia wakati mwingine anapiga kelele, kwa sababu kiwango cha moto akiamuriwi na sauti kinaamuliwa na maarifa ulionao. Sasa kwa sababu Yeremia 15:16, kwa sababu Yeremia alikula neno, aliona neno akala. Angalia Yeremia 20 mstari wa 9. Angalia Yeremia 20 ule mstari wa 9.
Anasema hivi, nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Anasema basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao. Moto huu umeingia kwa njia gani? Umeingia kwa njia ya neno la Bwana, kwa sababu Yeremia 23:29 anasema, je, neno langu si kama moto? Maana yake kadri unavyokula neno ndivyo unavyozidi kuchochea moto, ndivyo unavyozidi kuwaka moto. Kadri unavyozidi kula neno ndivyo unavyozidi kuwaka moto. Kadri unavyozidi kula neno ndivyo unavyozidi kuwaka moto. Kadri unavyozidi kusoma neno ndivyo unavyozidi kujiweka mahali pa kuwaka moto, katika jina la Yesu. Yeremia anasema, ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala sitaweza kujizuia. Kiwango cha moto ulionao kinaendana na kiwango cha neno ulilonalo. Kama una maandiko 5, maana yake rohoni moto wako una kiwango fulani. Lakini pia mtu mwingine atakayekuja, mtu aliyejaa neno, aliyejaa maarifa ya kimungu, aliyejaa ufunuo katika neno la Mungu, ni mtu aliyejaa moto. Kila anapoingia mapepo yatakimbia, kila anapoingia upinzani unaachia, vifungo vinaachia, nira zinalegea. Bila nasema Yesu, kwa sababu alikuwa ni neno aliyevaa mwili, alipoingia kila mahali watu wenye pepo walikuwa wanamuona, wanamkimbilia, wanamwambia, usitutese. Kwa nini unatutesa kabla ya wakati wetu? Na kuombea katika jina la Yesu ufikie mahali pa kulila neno mpaka neno limegeuka mwili kwenye maisha yako. Neno limegeuka afya, neno limegeuka uchumi, neno limegeuka cheo, neno limegeuka baraka, neno limegeuka ndoa, katika jina la Yesu. Hebu jiambia kwamba nitakula neno, nitakula neno, nitakula neno, nitakula neno, katika jina la Yesu. Ukila makande yanaenda tumboni, ukila neno linaenda moyoni. Neno aliendi tumboni, linaenda moyoni. Baba Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Neno, tumbo la neno ni moyo. Kadri unavyozidi kula neno ndivyo unavyozidi kujiweka mahali pa moto. Ni maombaji ambao ukiingia mahali ukazisemesha nguvu za giza zinakusikia, kwa sababu umejaa moto. Na moto huu ni kiwango cha neno ulicho nacho. Subiri nikuongezee tena. Angalia wakati Yesu ameenda, Shetani ameenda kumjaribu Yesu. Yesu alikuwa mlimani kuomba, lakini alikuwa anatema tu maandiko. Anatema tu maandiko. Imeandikwa, 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 imeandikwa. Muombaji mzuri ni muombaji mwenye imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Lazima uwe na imeandikwa nyingi. Subiri tena nikuongezee kitu kingine. Yeremia aliona neno la Mungu kama chakula na akalila. Na alivyolila, anasema Yeremia 20:9, akitaka kunyamaza, asiombe, asihubiri, anasikia ndani yake kuna waka moto. Moto umetoka wapi? Umeingia ndani yake kwa njia ya neno alilolila. Subiri nikuonyeshe andiko lingine, Matendo ya Mitume sura ile ya 18. Matendo ya Mitume sura ile ya 18, ule mstari wa 24 na wa 25. Matendo ya Mitume sura ya 18, mstari wa 24 na wa 25. Angalia pale, anazungumza habari za mtu mmoja anaitwa Apolo. Anasema, basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzalia wa Iskanderia, mtu wa elimu. Hebu sema mtu wa elimu. Sema kwa sauti, mtu wa elimu. Alafu anasemaje? Mtu wa elimu akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Kwa Kiingereza anasema hivi, he was mightier in scriptures. Alikuwa ni mtu imara katika maandiko, hodari katika maandiko. Tegeza mtu mmoja, mwambie uwe hodari katika maandiko. Mwambie uwe hodari katika maandiko. Tegeza tena, mwambie uwe hodari katika maandiko. Muombaji mzuri ni hodari katika maandiko. Paulo anasema, mimi naomba kuliko wote. Angalia ufunuo alikuwa nao. Sio tu issue ya sauti, ni issue ya maarifa pia. Halafu angalia mstari wa 25. Kwa sababu alikuwa hodari katika maandiko, nimekwambia kiwango cha moto kinaamuliwa na kiwango cha neno. Kwa sababu alikuwa hodari katika maandiko, angalia mstari wa 25. Anasema, na mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana. Anasema alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka. Roho ilikuwa inawaka. Unajuaje huyu mtu yuko on fire? Angalia kama ni mtu wa neno.
Kama sio mtu wa neno, hayuko on fire. Hayuko on fire. Kwa sababu kuwa on fire sio swala la kelele, ni swala la neno. Ulimwengu wa roho hauangalii sauti yako kwanza, unaangalia maneno unayatamka wakati unaitoa sauti yako. Unajua kabisa mtu yuko on fire. Huyu yuko on fire. Roho ilikuwa ikimwaka. Leo nataka nichochee moto kwenye roho yako katika jina la Yesu. Roho yako ianze kuwaka kwa upya kwa neno la Mungu katika jina la Yesu. Twende tena, andika jambo lingine la 4. Kiwango cha nuru ulichonacho kama muombaji kinaendana na kiwango cha neno ulichonacho. Kiwango cha nuru ulichonacho kama muombaji kinaendana na kiwango cha neno ulichonacho. Zaburi 119 mstari wa 105. Kiwango cha nuru ulichonacho kama muombaji kinaendana na kiwango cha neno ulichonacho. Zaburi 119 mstari wa 105. Anasemaje? Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwambie jirani yako, neno la Mungu ni taa. Mwambie tena, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Anaposema neno lako ni taa, maana yake neno la Mungu ni taa. Kabla ni taa ya nini? Ni taa. Taa kazi yake nini? Kuzalisha nuru. Ni kweli sio kweli? Sasa neno ni taa. Ili neno lizalishe mwanga linahitaji mafuta. Ni kweli si ndio? Neno ni taa. Na ili neno taa ni kitu kama hiki hapa. Mnaona jamani hizi taa hapa kanisani? Watu wa Mungu, mnaziona hizi taa hapa? Au hii hapa, mnaiona hii taa? Jamani, niangalieni, nataka niseme kitu cha muhimu sana. Mnaiona hii taa hapa? Hii taa kwani inawaka hapa lipo? Haiwaki. Sasa neno ni taa. Mafuta ya kuiwasha hiyo taa yanaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo neno, ndio maana kila neno lenye pumzi ya Mungu, hiyo pumzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Maana yake lazima Roho wa Mungu awepo ili neno hilo liwake. Kila neno ukisikia lenye pumzi, Roho Mtakatifu ndio mafuta. Bila sema mafuta yale yaliyoko ndani yenu, mafuta hayo ni Roho Mtakatifu. Yanalifanya neno la Mungu lizalishe nuru kwenye maisha ya mtu. Kuwa na roho tu bila kuwa na neno una mafuta. Ila mafuta hayawaki bila taa. Tuongee ukweli, hatuna taa kwenye hili jengo. Na tunataka kuwasha taa na umeme upo. Kuna mwanga wote tutaupata? Hatuwezi kupata mwanga. Lakini pia tuna taa kwenye hili jengo na hatuna umeme. Kuna mwanga wote tutaupata? Hamna. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio umeme unaopaswa kuwasha taa. Neno ndio taa inayopaswa kuwashwa na umeme ambao ni Roho Mtakatifu. Kwa Daudi anaposema neno lako ni taa ya miguu yangu, Daudi alikuwa ni mtu wa Roho Mtakatifu. Kuna mahali anaomba, anamwambia Mungu, Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Maana yake alikuwa anajua Roho akiondoka na yeye ameisha kuwa taa. Yaani hui taa. Sasa sikiliza. Nataka nirudi tena hapa. Nimekuambia kiwango cha nuru ulichonacho kinaamuliwa na kiwango cha nini? Cha maarifa ulichonacho. Nadhani kwenye Samueli wa pili. Haya marabashanda. Watu wanamuita Daudi ni taa ya Israeli. Ukikaa na neno, mtu wa Mungu, unafanya taa ya mji. Ukikaa na neno unafanya kuwa taa ya mji. Shataparabaya. Ikiu yangu yaja yangu ifanane. Samueli wa pili 21 mstari wa 17. Watu wenye neno ni taa. Kama neno ni taa, neno likija kwako linakufanya nawe kuwa taa ya kizazi chako. Unajuaje wewe mtu atang'aa na kuzalisha nuru kwenye kizazi chake? Lazima awe mtu wa neno. Samueli wa pili 21 mstari wa 17 anasema, lakini Abishai mwana wa Seruya, huyu alikuwa ni mmoja wapo wale mashujaa wa Daudi, anasema akamsaidia Daudi, akampiga Mfilisti akamua. Anasema ndipo watu wa Daudi wakamua pia, wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Kwa hiyo ukiwa na ufunuo wa neno, wewe unakuwa ndio taa kwenye hilo jambo.
unaofunua neno kuhusu uchumi, wewe unakuwa ni taa kwenye hilo jambo. Taa maana yake nini? Giza aliwezi kushindana na wewe likakushinda. Giza aliwezi kushindana na wewe likakushinda. Ndio maana Yesu anasema, kwa sababu Yesu alikuwa ni neno, anasema muda wote ni wapo ulimwenguni, mimi ni nuru ya. Angalia hapa Yohana sura ile ya 9 mstari wa 5. Anasema muda wote, anasema muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru, I am the light of the world. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Na Yesu alikuwa ni nani? Alikuwa ni neno aliyevaa mwili. Kwa hiyo kila muda unapomvalisha neno mwili, unapoliruhusu neno likaingia kwenye maisha yako, wewe unafanyika taa na nuru kwa wakati huo. Watu wa neno ni watu wanaowaka. Kabla sijakwambia kiwango cha nuru ulichonacho kinaamuliwa na kiwango cha neno ulichonacho, nilikwambia kiwango cha nuru, kiwango cha neno ulichonacho kinaamua kiwango cha moto ulichonacho. Ni sawa eh? Sasa ngoja nikuulize swali. Moto ukiwaka, huo unatoa nuru au hautoi nuru? Eti mfano usiku, unajuaje usiku? Yani ni usiku na giza, unajuaje moto unawaka mahali? Kuna aina fulani ya nuru utaiona, unajua pale kuna nini pale, kuna moto unawaka. Maana yake kama moto, kama neno litaleta moto ndani yako, moto pia utazalisha nuru. Kwa hiyo kadri unazidi kuchochea neno, unazidi kuchochea moto, na kadri unazidi kuchochea moto, unazidi kuwasha nuru yako. Bila inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 35. Yohana sura ya 5 mstari wa 35 anasema Yohana alikuwa ni taa na nuru iwakayo. Alikuwa ni taa, na kwa Kiingereza anasema John was a burning and a shining light. Maana yake alikuwa ni kitu kinachowaka, na kwa sababu kinawaka kilikuwa kinatengeneza mwanga. Subiri nikuonyeshe hapa. Pondeka utadhara dikiu yangu ni haja yangu nifanane na shamarabakataradaya. Kuna andiko fulani kwenye Zaburi nalitafuta, karabashanda manda karadabaya shatalika baradia mantarima shanda rabos redarabashanda. Zaburi 105 mstari wa 39. Zaburi 105 mstari wa 39. Nifanane na wakinitazama waku wewe, nifanane na. Zaburi 105 mstari wa 39 anasema hivi, alitandaza wingu liwe funiko na moto utoe nuru usiku. Hii ni ule wakati ambao Mungu alikuwa anawatoa na Israeli utumwani. Mchana alikuwa anaweka wingu juu yao ili liwe mfuniko. Mfuniko maana yake jua linakuwa kali mnapopita jangwani. Kwa hiyo ilikuwa inabidi mawingu yakae juu ya watengenezee kivuli ili waweze kutembea chini ya kivuli. Lakini usiku bila sema Mungu alikuwa analeta nguzo ya moto inatembea mbele yao. Kazi ya ile nguzo ya moto ilikuwa na kazi mbili. Ya kwanza ilikuwa ni kutengeneza nuru. Lakini kazi ya pili ilikuwa ni kutengeneza joto. Kule unapokuwa kule jangwani, upepo ni mkali kwa sababu hakuna miti. Wale watu ambao wameishi maeneo kama Dodoma kwa mfano, kule upepo upo mpaka unaweza ukashangaa midomo inachanika kwa wale ambao hawajazoea ukikaa kwa muda fulani. Kwa hiyo ukikaa kule, kwa sababu yule upepo na nini, tunahitaji joto. Nakumbuka Musa alikuwa anatembea na watu milioni 6+ ambao ukileta tu mchezo kidogo unaweza kuwapoteza hata kwa baridi tu. Kwa hiyo nini kilikuwa kinawahifadhi? Nguzo ya moto ilikuwa inatembea usiku kuzalisha pia nuru. Halo, Bwana asifiwe sana. Anasema na moto utoe nuru usiku. Kwa hiyo neno litaleta moto, moto utaiongeza nuru yako. Neno litaleta moto, moto utaiongeza nuru yako. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuwaka ndivyo nuru inavyozidi kuongezeka. Kadri unavyozidi kuwaka ndivyo nuru inavyozidi kuongezeka. Angalia jambo la ngapi? La 4 sasa Angalia jambo la 4.
kiwango cha neno ulichonacho kinaamua kiwango cha uhuru utakao kuwa nao. Kiwango cha neno ulichonacho kinaamua kiwango cha uhuru utakao kuwa nao. Naomba unisikilize kwa makini, usikubali kusinzia. Ukiona sinzia, jitahidi hata usimame, utembee. Yohana sura ya 8 mstari ule wa 32. Yohana sura ya 8 mstari ule wa 32. Anasema hivi, tena mtaifahamu kweli. Hiyo kweli ni neno. Alafu anasema nayo hiyo kweli. Kweli hii ni kweli unayoifahamu. Nayo hiyo kweli unayoifahamu, anasema itafanyeje? Itakuweka huru. Maana yake kuna uhuru unaletwa na neno la Mungu. Kuna uhuru unaletwa na neno la Mungu. Na uhuru unaweza ukanufaika nao kwa kiwango cha ufunuo ulionao katika neno la Mungu. Kwa kiwango cha ujazo wa neno na ufunuo wa neno. Usiishie tu kwenye ujazo wa neno na ufunuo wa neno ulionao. Kuna aina ya uhuru uweze kutembea nao kama hujapata ufunuo fulani kwenye neno au hujakutana na andiko fulani. Nilikuwa namsikia mtumishi wa Mungu Bishop Yodepo anasema alifunga siku 3 akawa anamuomba Mungu. Mungu amsaidie aone siri ya kutoka kiuchumi. Yani asiwe maskini tena. Mtu ambaye kwenye birthday yake ya mwaka wa nyuma huko watu walimpelekea magari karibu 400. Mtu ambaye kwenye birthday yake moja wapo ya zawadi watu wanampelekea helikopta, wanampelekea ndege. Nilikuwa nasikia watoto fulani wa kiroho 4 wanasema walimpelekea huyo baba yao Bishop Yodepo gari la 1 billion point something. Gari la bilioni 1 point za Nigeria. Hasa na hela ya Nigeria inatamani kubwa kidogo kuliko Tanzania. Maana ni kipande kirefu cha hela. Unajua zamani tulikuwa tunaona mchungaji kuwa tajiri ni ufrimason. Na tukawa tunachukulia wachungaji matajiri ni mafrimason. Sasa ule ulikuwa ni ufahamu ambao shetani alikuwa anatuingizia ili tuyakatae mafanikio. Kwa sababu huwezi ukapokea ambacho unakipinga au unakikataa. You cannot attract what you resist. Sasa namsikia Bishop Yodepo anasema akawa amefunga kama siku 3 kavu, anamuomba Mungu, Mungu nisaidie nione siri katika neno lako ambayo itanisaidia nitoke jumla kwenye umaskini. Katika kuomba kwake alikuwa anasoma vitabu vya watumishi wa Mungu, alikuwa pia anasoma Biblia yake. Anasema alikutana na andiko moja, baada ya kukutana na ile andiko ikawa ni kama nuru imeingia ndani yake. Na baada ile nuru kuingia ndani yake, kuanzia pale akasema I can never be poor. Maana yake siwezi na sitawahi kuwa maskini. Nilikuwa namsikia mtumishi wa Mungu Kenneth Copeland anasema mimi siwezi kuwa maskini. Hata unichukue leo unipeleke jangwani, nipeleke nikiwa na Biblia. Baada ya muda nitageuza jangwa kuwa mji. Yani nipeleke tu, unachoweza kufanya nipeleke, niruhusu niende na Biblia yangu. Baada ya muda na kuhakikishia nitafanya kila kitu kiwe vizuri. Ni mtu aliyepata ufunuo kwamba neno liliumba kwenye giza ukiwa na utupu. Nikienda nalo mahali popote naweza kugeuza hali na mazingira, nikaleta kile ambacho nilikuwa nakihitaji mahali ambapo hakikuwa kinapatikana. Na nikwambie, kama hutapata ufunuo kwenye neno, mtu wa Mungu, kuna uhuru hautakao uwe nao kwenye maisha. Na sio tu uhuru wa kiuchumi, uhuru kwenye eneo la afya, uhuru kwenye maeneo mengine yote ya maisha yako yanategemea na kiwango cha ufunuo, the amount of light and revelation. Yani ukitoka hapa nenda kamuombe Mungu kibinafsi. Nikisema hivi pia ni kwamba mipaka ulionayo kwenye maisha imeamriwa na kiwango cha neno ulichonacho na kiwango cha ufunuo ulichonacho. Yani mipaka, mahali ambapo wewe umeenda ukaishia hapo, huduma yako ikaishia hapo, elimu yako, uwezo wako ukaishia hapo. Mahali ambapo umeishia ndipo ufunuo wako ulipoishia. Maana kama unataka kuongeza hatua zaidi ya hapo, ongeza kwenye ufunuo kwanza. Mahali ulipoishia ni ufunuo wako ulipoishia.
Ukiniambia eti kwamba mimi ni kwa sababu sijui Kiingereza, ni uongo. Mimi mwenyewe sijui Kiingereza vizuri. Kuna watu hawajui Kiingereza na wamekwenda international. Bwana asifiwe. Wewe ukisema hujui Kiingereza, watu wa Mungu, ni kila anayejua Kiingereza amefanikiwa. Tuongee ukweli sasa. Unasema hujui Kiingereza, haya, ni kila anayejua Kiingereza amefanikiwa? Maana yake kufanikiwa sio tu kujua Kiingereza. Kufanikiwa kuna kitu, kuna siri lazima uipate, na hiyo ndio inakupeleka kwenye kufanikiwa. Ulipokwama ni ishara, udhihirisho wa mahali ambapo ufunuo wako umeishia. Maana unataka kupiga hatua kwenda juu zaidi hapo ulipoishia, ongeza kiwango chako cha ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu ufunuo ndio unaoinua watu kwenye ufalme. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 2. Ile andika vizuri. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 2. Ulipoishia ni mahali ambapo ufunuo wako umeishia. Ukiongeza ufunuo, if you can sit in the word of God, you can have it in your life. Ukiweza kuona, umepata. Elia anamwambia Elisha, ukiniona umepata. Maana yake hiyo ndio kanuni inayofanya kazi pia kwenye neno. Ukiona umepata. Usipoona hujapata. Keep searching until you see, for you to capture it. Tafuta mpaka umeona. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 34 mstari wa 16, tafuteni katika kitabu cha Bwana, tafuteni. Maana yake ni kutafuta mpaka umeona. Yesu akachukua gombo la Isaya akatafuta mahali palipoandikwa ni kutafuta mpaka umeona. Kama hujaona hauwezi kuwa nacho. Nilisema andiko fulani hapa. Kuna andiko nilisema Wagalatia 2:2. Naomba tulisome. Wagalatia, naomba kila mtu fungua Biblia yako. Wagalatia 2:2. Ufunuo wako ulipoishia, ndipo hapo hatua zako zinaishia. Ndipo hapo uwezo wako unaishia. Ndipo hapo maisha yako yanaishia. Ndipo hapo mguso wako unaishia. Wagalatia 2:2. Tusome kwa sauti. 1, 2, 3 twende. Anasemaje? Na alikwenda kwa kuwa nalifanyeje? Nalifunuliwa. Kwa Kiingereza, tusome kwa Kiingereza anasemaje? And I went up by revelation. Maana yake niliinuka kwa ufunuo. Kinachoinua watu kwenye ufalme ni kiwango cha nuru ulicho nacho. Usio kasema eti kwamba watu hawataki kuja kwenye maisha yako. Ni uongo. Watu wanamfuata mtu mwenye nuru. Bila nasema nuru yako, mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme wataujilia mwanga wa kuzuka kwako. Maana yake kinachopaswa kuvuta watu kwenye maisha yako ni nuru. Na nuru hiyo ni ufunuo kwenye neno. Kwa nini watu wakujie? Ukishaanza kujiuliza hilo swali, anza kusearch kwenye scripture. Tafuta kwenye neno. Tafuta kwenye neno. Tengeneza strong points kutoka kwenye neno. Kwa nini watu wakujilie? Baada ya muda, ni swala muda, wataanza kuja. Wataanza kuja. Kwa nini watu wakujilie? Kwa nini watu wakusikilize? Hapa naongea na wachungaji mko hapa. Kwa nini watu wakusikilize wewe? Yaani katika wimbi kubwa la watu tulionao, katika wimbi kubwa la wachungaji tulionao, wengine kutoka maeneo mbalimbali ya dunia, na mengine maeneo yanatisha, hata ukipewa mwaliko wa kwenda kuhubiri unawaza unaenda kuhubiri nini? Kwa nini watu wa huko wakusikilize? Ufunuo. Hivyo unajua mimi nimesikiliza kidogo watumishi wa Mungu kadha wa kadha. Nilichokigundua kutoka siku moja nilikuwa namsikiliza Dr. Paul Nenche. Alikuwa anafundisha somo fulani kuhusu kuinuka kama wafalme, reigning as kings. Akatoa mfano mmoja, akasema ni mfano tu wa kawaida. Akasema kinachofanya simu Amen. Amen. Bwana asifiwe. Akasema kinachofanya simba awe mfalme wa pori sio kwa sababu simba ni mrefu kuliko wote. Kuna mnyama anaitwa twiga, ni mrefu kuliko wote kule. Ni kweli sio kweli? Kinachofanya pia simba awe mfalme wa pori sio kwa sababu simba ni mkubwa au ana mwili mkubwa. Tuna tembo kule. Tuna kiboko kule. Kinachofanya pia simba awe mfalme wa pori sio kwa sababu simba ana speed kuliko wote. Kuna wanyama wana speed kuliko simba, akiwemo chui na wengine.
Kinachofanya simba sio kwa sababu ana nguvu kuliko wote. Kule porini kuna wanyama wanang'oa hadi mti. Yaani anaweza akapitisha pembe zake kama tembo, ndovu. Pitisha pembe zake akanyanyua hata mti. Ila kinachofanya simba awe mfalme wa pori, kuna akili simba anayo. Kiasi kwamba simba akimuona tu twiga anaona chakula. Na hiyo imefanya twiga akimuona simba anaona mwindaji. Kwa anajua hapa ni muda wa kuanza kutafutana. Kuna akili simba anayo. Kuna mtazamo simba anao. Na mtazamo huu unatakiwa utokee kwenye neno. Akasema kwa hiyo kuanza kuinuka kama wafalme kwenye kizazi chetu kunaanza na ufahamu kwanza kabla ya vitu vya nje kwanza. Akasema yeye alivyoanza kugundua kwamba Biblia inamuita yeye ni mfalme na kuhani, alianza hadi kutembea kifalme. Muangalie tu hata namna anavyotembea, atembei kama mtu fulani mwoga. Muangalie hata namna anavyovaa, havai ovyo ovyo. Kati ya wahubiri ambao mimi nawapenda wanavaa the best vizuri. Sasa sijavutiwa tu na mavazi yao. Lakini naongelea wewe si mfalme. Wewe utakuta mfalme amevaa ovyo ovyo. Ni yule jamaa na mke wake. Na wanakalicha wao kila Jumapili wanapiga picha kwanza kabla ya kwenda kwenye ibada, nadhani ile ni kabla ya kwenda kwenye ibada. Wanapiga picha na mke wake pale. Wafalme. Na ndio maana watu unajikuta mtu anatoka Tanzania anaenda mpaka Nigeria aende kwenye kanisa la yule mtu. Kinachokupeleka kule ni nini? Ni ufunuo. Sio kwamba wale watu wana bahati. Biblia imesema kwenye hizi nyakati, wakati Biblia inasema wakati na bahati vimewapata nini? Wote. Ila bahati mbaya kwamba bahati na wakati unakupata mtu usiyekuwa na maarifa. Kwa hiyo huwezi kunufaika na hata sasa hivi tukisikia kuna tangazo la kazi. Unatakiwa kwenda kufanya kazi kwenye ofisi ya rais. Kama labda mtu wa mahesabu, muhasibu, na hujasomea uhasibu, hiyo kazi unaipata? Huipati. Lakini huo wakati umeleta bahati ambayo wewe hujajiandaa kwa nayo. Kwa hiyo wakati na bahati vipo, ila umejiandaa kuipokea hiyo bahati? Unakuta mtu mwingine anavyojiona, yani amejikatia tamaa, na ndio vile sasa umezaliwa sijui wapi huko. Hebu sema. Umezaliwa huko ndani huko ambapo umeme ndio mwaka huu unaanza kufika kule kwenye vile vijiji. Kwa hiyo na ukijiangalia unajiona kama mtu wa kule kwenye hivyo vijiji vya ndani huko. Ambapo tukitaja ukiongea kikwenu watu wanashindwa kuelewa, unafyonza unaongea. Usijione kutokea kwenye kijiji ulichotokea. Jione kutokea kwenye. Bila sema tunavyojiangalia, neno la Mungu ni kama kioo chetu. Wewe leo ukienda pale kwenye kioo, unaenda pale ujiangalie, hivi nimekuwa sawa au sijawa sawa? Unakuta mtu anageuka pale kwenye kioo, alafu anageuka, anazunguruka tena. Akiona kuna mahali ya kuko sawa pale kwenye kioo, anaenda anajirekebisha. Alafu anarudi tena anafanyaje? Sasa kioo chetu ni neno. Yaani wewe jiangalie na ndio maana kila muda ukisoma neno, unasikia neno kuna kitu kinakwambia hiki badilisha. Hii tabia acha. Ulikuwa ufanye hivi, anza kufanya hivi. Kwa neno ni kioo. Na kadri unazidi kuangalia bila sana unazidi kubadilisha ufanane na huo mfano. Maana unazidi kubadilishwa. Yaani kadri unazidi kuliangalia neno na kubadilisha kile kitu ambacho neno linakwambia badilisha, au kuongeza kile ambacho neno linakwambia ongeza. Kadri unazidi kufanya hivi nafika mahali unaanza kufanania na neno. Maana yake ukiingia mahali ni neno limevaa mwili. Kwa hiyo nisikilize vizuri, kiwango cha uhuru ulichonacho kinaamuliwa na kiwango cha neno ulichonacho. Na sio kuna wengine wananunua Biblia, halafu usiku akiwa analala ameiweka, yani mto wake, na ameona ili Biblia yake isihamishwe. Kwa hiyo ameshonea Biblia ndani ya mto. Au ameingiza ndani ya foronya la mto. Ili akiwa analala awe amelala na nini? Na neno. Amelalia neno. Halafu anakuambia pasta, mimi sielewi kwa nini nashambuliwa usiku. Biblia ukupea uweke chini ya mto, ulipea uweke moyoni. Bila sema neno la Mungu nalijae kwa wingi wapi? Moyoni. Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Ni moyoni. Neno halipaswi kuwekwa chini ya mto, linapaswa kuweka ndani yako. Adui akija akalikuta chini ya mto, kwa sababu tu aliko ndani yako anakubamiza vile vile. Kwa sababu wewe huwezi ukashangaa, kuna maduka hata anaweza kawa anauza Biblia na wezi wakaenda kuiba. Na wakaiba na wakaondoka navyo. Ni kweli sio kweli? Sasa wewe unahisi kuwa na Biblia ile pale ndo adui hata kuonea. Adui anapaswa alikute neno ndani yako.
na neno liloko ndani yako ndio linalokuweka huru. Ongeza kiwango cha ufunuo. Paulo anasema I went up by revelation. Kinachoinua watu kwenye ufalme. Acha kumwonea mtu yote wa Mungu wivu. Ukiona kuna mtu amekuzidi matokeo kwenye neno lote, acha kumwonea wivu. Nenda katafute ufunuo. Kwa sababu kumwonea kwako wivu na kumpiga vita hakukuinui. Hauinuki kwa kushusha wengine. Unainuka kwa kupata ufunuo. Hiyo ni vizuri kaandika. Hauinuki kwa kushusha wengine. Unainuka kwa kupata ufunuo. Pata ufunuo. Uache kuonea wengine wivu akiinuka. Oh pastor, sielewi mimi kwa nini maisha yangu hayapigi hatua. Ni kwa sababu hauna ufunuo. Shali baraga dabasha. Mandari kaparia baba. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Unanielewa vizuri? Nimesemaje? Auinuki kwa kushusha wengine. Auinuki kwa kushusha wengine. Kuna wanyama fulani wana tabia mbaya, ikiwemo mijusi. Mijusi walikuwa kwenye shimo na wakaona mwenzao anataka kuinuka juu. Akiwa chini hawahangaiki naye. Akiwa anaanza kuinuka juu, wanamkimbilia, wanakamata, wanashusha. Kimbilia, wanakamata, wanashusha. Usipambane na walio juu. Pambana na kinachokushikilia chini. Baada ya muda na wewe utainuka juu. Kama ni ujinga unakushikilia chini, ukatae kwa kwanza kutafuta siri kwenye neno. Unajiuliza kwa nini huyu mtumishi wa Mungu ni mkubwa na anasikilizwa? Kuna ufunuo nao. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja wa Mungu. Ngoja niwaambie, mimi nitawaeleza ukweli kabisa. Kwa sababu sitaki kuona mtu ambaye unaonea wivu wengine wakati wewe hutaki kulipa gharama. Nilikuwa namuona mtumishi wa Mungu mkubwa mmoja kwenye mji fulani. Amefanikiwa sana kwenye ule mji. Nikajiuliza inakuwaje huyu mtu yuko hapa Tanzania na kwenye mji huu alioko amefanikiwa hivi. Siku moja nikawa nasikiliza. Nikasikia anagusia moja ya kitu kwamba alikuwa anamuomba Mungu ampe ufunuo wa kufanikiwa kwenye huo mji. Aguse wapi ambapo atamweka juu ya kilele cha huo mji? Afanye nini ambapo atamuinua akae juu ya huo mji? Maana kila kitu ni ufunuo. Na kuna mchungaji mwingine anaweza kaa yuko pale, anaona mwenzake anainuka, anampiga vita kwa kumsema vibaya. Badala ya kutafuta ufunuo. Anga ni kubwa sana kwa kila nyota kuweza kung'aa. Pambana kung'aa, sio kuzima wengine. Tafuta ufunuo. Yaani nataka ukitoka hapa, toka na njaa ya ufunuo. Ni wapi ambapo unaona uwezo wako ni mdogo? Ongeza ufunuo. Ukiongeza ufunuo, bila kusema unainuka juu. Ukiongeza ufunuo, unainuka juu. We are going up. The way up is the way of revelation. Namna ya kuinuka ni kwa njia ya ufunuo. Ngazi ya kupanda juu ni ngazi inaitwa ufunuo. Unataka kuinuka, ongeza ufunuo, ongeza. Kuna mambo kama 5 yanaweza kukuinua kwenye ufalme. Mambo kama mangapi nimesema? 5. Number 1 ni hiyo ufunuo. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 2, Paulo anasema nalikwenda kwa kuwa nilifunuliwa. Kwa Kiingereza anasema I went up by revelation. Maana yake unaweza ukaenda juu kwa njia ya ufunuo. Kadri unavyozidi kuongeza ufunuo wa neno, unavyozidi kuongeza hekima, unavyozidi kuongeza maarifa, unavyozidi kuongeza, kadri unavyozidi kuongeza, ndivyo unavyozidi kuinuka. Maana yake watu wanainuka kwenye maisha ni watu wanaoinuka kwa njia ya ufunuo. Alafu mbinu ya pili itakayokusaidia uweze kuinuka ni unyenyekevu, ni kujishusha, ni kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Angalia kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 5 na wa 6. Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Tusomee mtumishi wa Mungu. Anasemaje? Mstari wa 5. Vijana watiini wazee. Jifungeni, yani kama unataka kuinuka, jifungie unyenyekevu. Na unyenyekevu huu uko kwenye madaraja 3. Kwanza ni kuwanyenyekea walioko juu yako. Pili ni kuwanyenyekea wale ulionao daraja moja. 3 ni kuwa pia mnyenyekevu kwa watu walioko chini yako. Kunyenyekea walioko juu kutafanya wakuvute juu. Kunyenyekea kwa watu wale ambao uko nao daraja moja kwao, itakupa urahisi wa wewe kujifunza kwao, lakini pia itakupa urahisi wa wao kujifunza kwako.
lakini pia utakufanya uwe sehemu yao, muwe wengi ili msiporomoke wote. Alafu kingine ni wale walioko chini yako, kuwa mnyenyekevu, usiwe na kiburi. Na hii itakusaidia kuwafundisha wao pia darasa ya kwamba hapa nilipo, kama mnatamani kuja, nyenyekeeni na nyie mwinuliwe. Unyenyekevu haujawahi kumtupa mtu. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Anasema jifungeni kwa unyenyekevu. Alafu nini kingine? Mpate kuhudumiana. Kuhudumiana maana yake uweze kuwahudumia walioko chini yako, ulio daraja moja nao, na anasema kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo unyenyekevu utakuinua, lakini utakuinua kwa kukupa neema uweze kuinuka. Neema ni kupewa kitu ambacho hukustahili. Kitu ambacho hukustahili. Kama ilivyokuwa neema ya wokovu, hujaifanyia kazi, ile umepewa kwa sababu kuna mtu alifanyia kazi. Unyenyekevu utavuta neema. Neema itakupeleka juu. Mstari wa 6. Basi ile ya kwanza ni tunyenyekeane sisi kwa sisi ili tupate kuhudumiana. Hii ya pili anakuambia nyenyekea chini ya naye ya mkono wa Mungu. Maana yake unyenyekevu una demand maeneo yote mawili, kwa Mungu na kwa watu unaowasimamia, na kwa watu ulionao, na kwa watu unaoishi nao. Nyenyekea chini ya huyo boss kama unataka kuinuka. Anasema nyenyekeeni chini ya Mungu ili awakweze. Zingatia hilo neno pia, kwa wakati wake. Kwa sababu kuna mwingine anasema ili awakweze kwa wakati wake. Kuna mwingine anaweza kawa umenyenyekea, unanyenyekea, huu ni mwezi wa 5, huu ni mwaka wa 7, huu ni mwaka wangapi, na hujaona kuinuka. Biblia imesema kwa wakati wake. Maana yake wakati wa kuinuka ukifika, mkono wa Mungu utakuinua na hakuna wa kukuzuia. Kwa hiyo cha pili kitakufanya uinuke juu, nimesema nikufanyeje? Kunyenyekea. Unataka kuinuka, nyenyekea. Cha tatu kitakufanya uinuke juu, ongeza bidii, mtu wa Mungu. Bidii ndio njia ya kwenda juu. Hakuna mtu aliye juu kwa bahati mbaya. In fact, hakuna mtu mvivu aliye juu. Wavivu wote ni watu wa kulala, ni watu wa usingizi, ni watu wa chini. Wavivu wote ni watu wa chini. Mithali 22 mstari wa 29. Mithali 22 mstari wa 29. Anasemaje? Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Anasemaje? Huyo hata simama mbele ya watu wa kawaida, atasimama mbele ya wafalme, atasimama mbele ya wakuu. Na hao wakuu wanakuwa wapi? Ni watu wa juu. Wa juu kwa nini? Kwa sababu inasema Mungu huamuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha wapi? Juu pamoja na wakuu. Umketisha juu pamoja na wakuu. Maana yake kama bidii inampeleka mtu walipo wakuu, maana yake wakuu ni watu wa juu. Maana yake ni kwamba ukianza kuongeza bidii kwenye kile unachofanya, baada ya muda tutakukuta juu. Useme wa mtumishi wa Mungu Joel Nanauka anasema see you at the top. Tunakutanaje hapo at the top? Bidii. Bidii. Mwambie mtu mmoja ongeza bidii. Mwambie tena ongeza bidii. Mwambie tena ongeza bidii. Bidii ndio njia ya kuinuka. Hakuna namna utainuka bila kuongeza bidii. Jambo la 4 litakuinua, utumishi. 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 Kila mtu atakayekubali kutumika. Na huu utumishi ni kumtumikia Mungu, lakini kumtumikia Mungu ni pamoja na kutumikia watu. Kwa sababu kwa mfano kama Biblia inasema ya kwamba usipowapenda watu, wewe hauna Mungu ndani yako. Maana yake ni kwamba kama tutasema unamtumikia Mungu, tutaona ukiwatumikia watu. Kwa sababu pia Mungu yuko ndani ya watu. Kwa hiyo kama yuko ndani ya watu, maana yake ili umtumikie vizuri, kuna watu utajikuta unalazimika kuwatumikia. Utumishi ndio njia yetu ya kuinuka. Kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 11. Ayubu 36 mstari wa 11. Naomba tusome hapo. Tusome hapo. Ayubu 36 mstari wa 11. Anasema mtumishi wangu atatenda kwa busara, naye atatukuzwa. Ye la barabasanda mandari kaparima sotoria masanta. Ayubu 36 mstari wa 11. Soma kwa sauti mchungaji. Watapisha siku zao katika kufanikiwa. Okay, hii ni Isaya
Isaya 52 mstari wa 10 na ngapi? Wa 13. Isaya 52 ule mstari wa 13 anasema, tazama mtumishi wangu atatenda kwa nini? Kwa busara. Alafu anasemaje? Atatukuzwa na kuinuliwa juu. Alafu naye atakuwa juu sana. Kwa hiyo wewe kama mtu wa Mungu unataka kuinuka, siri ni utumishi. Ongeza utumishi. Amua kutumika. Usikae kwenye nyumba ya Mungu bila kitu. Usiende tu kanisani na kuondoka. Ibada inaisha unakuwa wa kwanza kukimbia. Tafuta kitu ufanye kwenye nyumba ya Mungu. Kama ni kudeki, anza kudeki. Kama unaweza kutumia hela yako kumtumikia Mungu, tumia hela yako mtumikie Mungu. Kama unaweza kutumia akili zako, ukatumia nguvu zako, tumia vyote ulivyo navyo kumtumikia Mungu. Na in fact, kila mtu uliyekuja duniani umekuja ili umtumikie Mungu. Uko kwenye siasa umepelekwa ili umtumikie Mungu. Nilikuwa nasoma maandiko kwenye kitabu cha Danieli. Mungu anamuongelea Nebukadreza, anasema Nebukadreza mtumishi wangu, my servant. Daudi alikuwa ni mfalme, lakini Mungu anasema, je, wameona Daudi mtumishi wangu? Maana yake ni mfalme, lakini kwenye ile nafasi Mungu aliyokupa, amekupa ili umtumikie kwenye hiyo nafasi. Kila nafasi Mungu aliyokupa, unafanya kazi kama mlinzi kwenye geti. Mungu amekuweka hapo umtumikie kwa njia hiyo. Mordekai alikuwa anamtumikia mfalme na kumtumikia Mungu akiwa amekaa kwenye geti. Na siku moja akiwa pale akasikia kuna walinzi wako pale wanapanga njama ya kumuua mfalme. Kila ulichopewa umepewa ili umtumikie Mungu kwacho. Ulitumikie kusudi la Mungu kwacho. Kwa hiyo kwenye eneo la kutumika, cha kwanza mtumikie Mungu. Cha pili, litumikie kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Tumikia kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kwenye kumtumikia Mungu, lazima utajikuta unajiingiza kwenye maisha ya ibada. Unajiingiza kwenye utumishi, kwenye mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini kwenye kutumikia kusudi la maisha yako, maana yake kwenye hilo kusudi ndio kuna kuinuka kwako. Kwa sababu kusudi ndio njia yako ya kuelekea kwenye ukuu wa maisha yako. Kusudi ndio ngazi yako ya kuinuka juu. Kadri unavyozidi kupiga hatua kwenye kusudi ndio unavyozidi kuinuka. Ndio unavyozidi kuinuka. Ndio unavyozidi kuinuka. Mungu anasema, tazama mtumishi wangu atafanyeje? Atatukuzwa. Kwanza anasema atatenda kwa busara, kwa akili. Alafu atatukuzwa. Alafu atainuliwa juu. Alafu atakuwa juu sana. Jambo lingine litakusaidia uweze kuinuka na kuinuliwa na Mungu juu ni utii, obedience. Utii. Hauhitaji kupoteza utii kama unataka kuanza safari ya kuelekea juu. Utii ndio nauli ya kulipa kwenye gari linalopeleka watu juu. Kila mtu ambaye aliishi kwa utii na kwa kumtii Mungu na kwa kutii neno la Mungu ni mtu ambaye baada ya muda aliinuliwa. Nitakupa ushahidi wa maandiko kadhaa. Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza. Kala barada bashamba. Hii nitaisoma na kwa Kiingereza pia. Mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili. Naongea na watu wanaotaka kuinuka hapa. Nasema tena, naongea na watu wanaotaka kuinuka hapa. Shandaraka parabasaya. Anasema hivi, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Bidii ipo haipo? Bidii ipo. Na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Hiyo kutunza kuyafanya ndio kuwa mtii. Ndio utii huko hapo. Utii ni kuambiwa kitu na kukifanya kama ulivyoambiwa. Anasema na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote. Ya nini? Hajasema Kiingereza hapo. Hajasema kujua Kichina. Ni muhimu kujua Kichina, ila kuna Wachina hawajawekwa juu ya mataifa yote duniani. Utii kwa Mungu utakufanya uinuke juu. Narudia tena, utakufanya uinuke juu. Kwa hiyo kama unataka kuinuka juu, ongeza utii. Angalia, anasema ataweka nitamtukuza juu ya mataifa yote. Kwa Kiingereza anasema hivi, I will set you on high above all nations of the earth. Utakaa juu ya Afrika, juu ya South America, juu ya North America, juu ya Europe, juu ya Australia, juu ya dunia yote. Alafu angalia mstari wa pili. Anasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa Kiingereza anasema and all this blessing shall come on thee. Maana kuna baraka zinatafutwa na watu na kuna baraka zinatafuta watu.
Ukitaka baraka zikutafute, anza kuwa mtii. Watii ni watu ambao they don't seek for blessings. Blessings seeks for them. Baraka ndo zinazowatafuta wao. Wao hawatafuti baraka. Ukiwa mtii na mwenye bidii, hauhitaji kutafuta baraka. Unahitaji kusubiri baraka zikujilie. Katika njia yako ya utii, katika njia yako ya bidii, baraka zitakujilia. Sasa kwa Kiingereza hajasema tu kwamba baraka zitakutafuta. Anasema the blessing shall come on thee and overtake thee. Mtu ambaye ni mtii na mwenye bidii ni mtu ambaye mbele yake kuna baraka. Mlaani utakavyolaani, tamka mabaya juu yake utakavyotamka, lakini mbele yake ni baraka zimetangulia, nyuma yake baraka zimetangulia, juu yake baraka, kushoto baraka, kulia baraka. Blessing before me, blessing beside me, blessing inside me, behind me. Kuna kale kawimbo kanaimba yani ni mtu aliyezingirwa na moto kila nini upande. Ukianza kuwa mtu mwenye bidii unainuka. Subiri nikupe uthibitisho wa andiko lingine. Mwanzo 28 ule mstari, Mwanzo 22 Mwanzo 22 mstari wa 15 na mstari wa 10 mpaka mstari wa 18. Anasema hivi: malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Anasema, katika kubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Sikiliza mstari wa 18. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yako. Maana ukifanya hivi Mungu analazimisha mataifa yote wakutafute. Sasa ili mataifa yote wajibarikie kupitia wewe, maana yake si umewekwa juu. Narudia tena, maana yake si umewekwa juu. Alafu kingine kitakusaidia uweze kuinuka juu kwenye maisha ni uaminifu katika nafasi uliopo. Uaminifu katika nafasi uliopo. Uaminifu katika nafasi uliopo. Hauinuki juu ya kiwango cha uaminifu ulionao. Unataka kwenda juu zaidi, unataka kuwa juu kwenye maisha, ongeza uaminifu kwenye nafasi ndogo ulionayo. Luka sura ya 16 ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Kwa sababu ni Mungu ndo anayeinua watu juu. Maana kama unataka kuinuka, lazima uzifuate kanuni za kimungu za kuinuka juu. Luka 16 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Anasemaje? Luka 16. Aliye mwaminifu katika lililo dogo. Dogo nini? Sana. Dogo nini? Sana. Umepewa ratiba ya kuomba, utuongoze maombi hapa ni dakika 5. Ukikosa uaminifu kwenye hizo dakika 5, Mungu hatakupa lisaa lizima. Kuna mahali unavyocheza na fursa ndogo ndogo ulizonazo, kuna fursa kubwa kubwa unamzuia Mungu asikupe. Unapewa nafasi ya kumwombea mtu, unamwombea tu ile bora liende ili mradi imeisha. Ngoja nikwambie, siku moja Mungu aliniambia hivi: kila mtu atakayekuja akiwa na shida kwenye maisha yako, muone kama unavyomuona mama yako mzazi. Kwa sababu mimi mama yangu mzazi nampenda. Na kwa tafsiri nyingine ni kwamba akinijia, ambavyo ningekazana na kukomaa kuona mama yangu mzazi anainuka, ndivyo ambavyo nikazana na kukomaa mpaka huyo mtu ameinuka. Sasa sio lazima wewe Mungu akwambie mama yako mzazi. Wewe Mungu anaweza kutumia mfano wa kitu kingine ambacho unafanyaje, unakipenda. Kwa hiyo mimi Mungu aliniambia yoyote atakayekuja kanisani, naweza nikaa wakati mwingine nimekaa pale ndani nina excuse, sijisikii kuonana na huyo mtu, lakini kila nikikumbuka hiyo kitu ndani yangu nasema hivi, ni mama yangu angekuja hapa ningempush huyu mtu kwa mtu mwingine. Sasa ingine najikaza nasema ngoja niende nikamuone huyo mtu, ngoja niende nikamsikilize, ngoja niende nikamuombe. Kwa nini? Mungu aliniambia usipokuwa mwaminifu katika hiki kiwango kidogo ulichonacho, kuna siku sitakuletea rais wa nchi umuombe. Kuna siku sitakuletea waziri umsaidie. Tunajuaje unaelekea wapi kesho kutwa? Ni tunaanza kuona ulivyo mwaminifu kwenye nafasi ndogo ulionayo. Wewe utakuwa askofu kesho kutwa, tunaanza kuona leo ukiwa mchungaji wa zone unafanya nini? Tunajuaje kesho kutwa kwamba Mungu atakuinua? In fact hapa naongea na watu ambao wanataka Mungu awainue, sio wanataka kujiinua kwa nguvu zao au kuinuliwa na watu. Naongea na mtu ambaye anataka mbingu zimuinue. Lazima umwaminifu kwenye kidogo ulichonacho. Musa, kwa nini Mungu alimuinua kuliko wote? Tusome wote maandiko. Hesabu 12 mstari wa 6 na wa 7. Kwa nini Mungu alimuinua Musa kuliko wengine wote? Zile siri
Kwanza tuanze mstari wa 3. Alafu taenda mstari wa 6 na wa 7. Mstari wa 3 anasema Musa alikuwa ni mpole kuliko watu wote. Upole huko kwa Kiingereza anasema he was very humble. Alikuwa ni mnyenyekevu. Nilishakwambia kule unyenyekevu ni kweli sio kweli? Haya, mstari wa 6 na wa 7 soma hapa. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Huyu ni Mungu anawaambia Haruni na Miriam. Akiwapo nabii kati yenu, mimi nitaongea naye kwa ndoto, nitaongea naye kwa maono. In fact tuende mstari wa 7 straight. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Na ndio maana nimemweka Musa juu yenu. Kwa nini nimemweka Musa juu yenu? Yeye kwa nini siongei naye kama ninavyoongea na watu wengine? Yeye kwa nini siongei naye kwa ndoto kama ninavyoongea na watu wengine kwa ndoto? Ni kwa sababu Musa ni mwaminifu kuliko nyie. Very faithful. Ngazi ya kuinuka juu, basi linalopeleka watu juu, ndege inayopeleka watu juu. Hiyo ndege unalipia tiketi sio kwa hela, unalipia tiketi kwa uaminifu. Wacha niongeze tena andiko jingine. Luka sura ya 19. Mungu wangu Mungu wangu, wakati namalizia, sina Mungu mwingine. Baba yangu Baba yangu, sina baba mwingine. Luka sura ya 19 mstari wa 17. I want to make you happy. Anasemaje? Luka 19 mstari wa 17. Sikiliza kwa makini. Akamwambia, vyema mtumwa mwema, utumishi. Tuliona utumishi, hatukuona utumishi. Mtumwa mwema maana yake nani huyo? Mtumishi. Mwema. Kwa vile ulivyokuwa nini tena? Kwa hiyo kuna wakati utumishi kama utumishi hautoshi, unahitaji kuwa mtumishi mwaminifu. Anasema kwa vile ulivyokuwa mwaminifu. Sio tu ulivyokuwa mtumishi. Sio tu ulivyokuwa mtumishi. Ulivyokuwa mwaminifu. Katika neno lililo nini? Na kazia tena uaminifu katika neno lililo dogo. Wewe sasa hivi ukipewa 10,000 utoi zaka. Unataka Mungu akupe bilioni 1. From where? Bilioni 1 which? Labda akupe mtoto, huyo mtoto umuite bilioni 1. Ila sio hela. I tell you, sio hela. Mungu atapima uaminifu wako kwenye hizo 2,000, 1,000, 3,000 unayopata. Sasa hivi unapata hela, alafu 80% ya ile hela yote umepata umeitumia kula na kuvaa. It's a matter of time. Hello? Kwa sababu kuna watu wanapenda kula. Akipata hela anakuambia baba amesema kula, kulala vizuri na kuvaa vizuri. Hayo ni ya muhimu, ila kwanza ufalme wake na haki yake. Hakikisha kwenye hicho unachopata kwanza ufalme wa Mungu umetangulia hapo mbele. Yaani mimi najisikia amani sana nikitumia hela ambayo nishatoa mambo ya Mungu. Yaani nishatoa, nishakusagusa maisha ya watu wengine, au nishatoa sadaka. Najisikiaga amani sana kutumia hiyo hela ninavyotaka. Kulingana na Roho anavyoniongoza wakati mwingine. Najisikia amani. Yaani sasa naweza nikaona sasa hii ni ya kwangu. Baada ya kutoa ile anayomhusu Mungu na kule ambapo Roho amenielekeza kupanda mbegu nikamaliza, najisikia amani. Turudi kwenye andiko letu Luka 19:17. Kwa kuwa ulikuwa mwaminifu katika lililo dogo sana. Nini kinafuata baada ya hapo? Uwe na mamlaka juu ya miji 10. Mahali pengine anasema nitakuweka juu ya miji 10. Maana aliinuliwa akaanza kukaa juu ya miji 10. Na miji 10 kwa sababu gani? Alikuwa mwaminifu, akazalisha moja moja mpaka zikawa 10. Halo. Kumbe kila mshirika unayemshuhudia anakuja kanisani, wakifika 10 ni miji 10 unamwamini Mungu, baadaye kuze sauti yako ifike huko. Huyu ndugu si alileta jamani talanta, alipewa moja. In fact hawa kwenye Luka alipewa moja moja. Katika moja moja aliyopewa yeye akazalisha 10. Alivyokuja na watu 10 wamewasudia wameokoka, Mungu alimfanya awe sauti juu ya miji 10. Kwa hiyo kuanzia leo jiwekee, kila mtu unayemvuna unamleta kwa Yesu, kuna mkoa Mungu anaifanya sauti yako baadaye isikike, au wakati huo ianze kusikika, uanze kupenya, uanze kupenya, uanze kupenya, uanze kupenya.
jambo lingine litakuinua. Hii nimesema uaminifu Kadri unavyozidi kuongeza uaminifu katika level iliyopo, ndivyo unavyozidi kumchochea Mungu akuinue juu. Kingine ni kutenda kwa busara. Kutenda kwa akili. Yaani kufanya vitu vyako kwa akili na kwa busara. In fact, na kwa ubora. Kwa hiyo andika hivi, kutenda mambo kwa akili na kwa ubora. When you do things kwa akili na kwa ubora, wewe ni mtu ambaye baada ya muda utainuka juu. Hakuna uchawi utakuzuia. Wachawi wanazuia watu wasifanye vitu kwa ubora. Wachawi walikuwepo kule Babeli, walikuwepo na Danieli. In fact, Danieli alikuwa, watu walikuwa ambao wako serious na Mungu walikuwa ni Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego. Wengine wote ni wachawi. Danieli sura ya 6 mstari ule wa 3 na mstari wa 4. In fact mstari wa 2 na wa 3. Anasema mfalme alichagua watu. Kwanza alichagua watoto wake 120, wale maprincess. Akawaweka kwenye nafasi mbalimbali za ufalme wake. Alafu baadaye akachagua watu wakubwa 3, mawaziri, wawasimamie watoto wake, ili kwa njia hiyo azuie uharibifu usitokee. Anasema Danieli kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake, mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wake wote. Nini kilifanya Danieli aweke juu ya ufalme wote? Mwambie jirani yako roho bora. Mwambie sio tu kunena kwa lugha. Mwambie wakati unanena kwa lugha weka na ubora pia. Kwa sababu ukianza hapa shanda raba raba yeke la baba baba zeke raba, unatoka ibada mpaka unafika nyumbani unanena kwa lugha. Asubuhi unatoka nyumbani mpaka unaenda kwenye biashara unanena. Ila ukifika kwenye biashara tukiangalia hatuoni ubora kwenye kazi yako. Jaro unene kwa lugha, lakini pia jaro ufanye vitu kwa ubora. Na ubora, mimi nimegundua ubora ni mtu. Kwa sababu kuna mtu anaweza kaingia mahali akaona tu hapa vitu vilivyokaa hivi nahitaji kugeuza. Yaani kuna wakati ubora unafika mahali anakuwa ni mtu kabisa. Yaani unakuvaa mpaka inafika mahali wewe ndio unakuwa ni ubora. Ukiingia mahali watu wanaanza kuona vitu vinafanyika kwa ubora. Kwa hiyo Danieli akawekwa juu na mfalme. Mstari wa 3. Tusome mstari wa 3. Alipata sifa kuliko wakubwa na wamaniwali. Ilionekana ndani yake. Akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Maana yake ni kwamba asikudanganye mtu hamna nafasi juu ya hapo ulipo. Kuna nafasi ukiongeza ubora. Yaani hivi hata leo mfalme cheo cha mwisho kingekuwa ni kwamba ni uwaziri. Kwa sababu cheo cha mwisho ilikuwa ni uwaziri. Maana mfalme alichagua 120, baada ya hapo akaweka mawaziri 3, akasema baada ya hawa ni mimi. Lakini eti baada ya hapo kuna lijamaa liligundua nikiongeza ubora bado kuna cheo cha juu zaidi hapa nilipowekwa. Maana yake ni kwamba watu wenye ubora ni watu ambao watapata cheo cha juu zaidi ya cheo alichonacho. Nafasi ya juu zaidi ya nafasi walionayo. Lakini sikukuambia ubora tu, nilikwambia pia na akili, na akili, na akili. Kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 38, 39, 40, 41 mpaka mstari wa 43. Farao anamwangalia Yusufu. Anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Na akuishie tu kwenye roho wa Mungu anakaa ndani yako, sababu wewe roho wa Mungu anakaa ndani yako, sina shida kuhusu hilo. Ila aliye na kitu cha ziada, mwenye hekima na akili. Alafu tuanze mstari wa 40. Tuanze mstari wa 40. Mfalme anamwambia, huyu ni Farao anamwambia Yusufu, wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Na vitu vyangu vyote nitavikabidhi kwako. Na kwa neno lako watu wangu watamliwa, mke wangu tu mimi ndo nitabakia naye. Na hapa mimi kwenye kiti mimi ndo nitabakia mkuu kuliko wewe. Alafu endelea mstari unaofuata. Yaani sio tu nimekuweka juu ya nyumba yangu na juu ya nchi yote. Ongeza akili, ongeza hekima, ongeza ufahamu. Kataa kuwa mtu wa kawaida. Yaani jua mpaka uwakere watu. Unajuaje unajua kitu? Ni pale ambapo unaanza kuwa kero kwa watu kwa sababu unajua. Yaani jua mpaka ufanyeje? Uwakere. Mtu akikuona tu anasema hii jamani yenyewe najua sana bwana, achaneni nalo. Tena tafute mtu mwingine. Jua mpaka uwe kero. Wanaotaka nafasi za juu ni watu wa akili. Ndio maana hauwezi ukawa juu alafu wewe ni mvivu, alafu hauna akili. Hamna. Mjinga ukimweka juu umemweka ili aanguke vizuri, ili afe mapema.
Upumbavu wa wapumbavu ndio uangamivu wao. Biblia inasema hivi, kingine kitakuinua juu. Hapo nimekuambia hekima na akili. Okay, ngoja nisome tena andiko la mwisho. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 4 na 5. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 4 na 5. Daudi alitenda kwa akili na mfalme akamweka juu. Mstari wa 5. Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli. Sikiliza, kila mahali unakotumwa, ni bosi anakutuma, ni mchungaji anakutuma, ni baba yako akiroa anakutuma, ni mahali unatumwa na watu. Anasema akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli. Akatenda kwa nini? Kwa akili. Na alivyotenda kwa akili, nini kilitokea? Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Utawekwa juu ya watu wengine kama ukitenda kwa akili. Mungu nisaidie nitende kwa akili kila jambo. Bwana nisaidie nitende kwa akili kila jambo. Bwana nisaidie nitende kwa akili kila jambo. Kila jambo ambalo wewe utanipa kufanya, watu watanipa au utawapa watu wanipe kufanya, au baba yangu anipe kufanya. Bwana Yesu nisaidie nitende kwa akili. Nipe akili katika mambo yote. Akili katika huduma, akili katika fedha, akili katika ndoa, akili katika malezi. Nipe akili pande zote na katika maeneo yote na katika mambo yote, katika jina la Yesu. Akili, watu wa akili ni watu wa juu. Na nilikwambia siku ile kuna njia mbili za kupata akili. Ya kwanza ni kumwomba Mungu akupe. Je, mtu wako amepungukiwa na hekima? Yakobo 1:5 na aombe. Suleiman aliomba Mungu akampa akili nyingi sana. Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 29. Anasema Mungu alimjalia Suleiman hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Kwa hiyo akili ya kwanza ni akili unayopewa na Mungu. Na hii unaomba. Akili ya pili unaipata kwa kusoma. Soma. Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Danieli kwa kuvisoma vitabu akajua. Soma. Unavyosoma neno la Mungu unazidi kuongeza akili zako. Unavyosoma vitabu unazidi kuongeza akili zako. Soma. Jifunze. Njia ya tatu ya kuwa na akili ni kuambatana wenye akili. Unaambatana wenye akili. Mithali 13:20. Enenda na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Ndio hivyo pia. Enenda na wenye akili, nawe utakuwa na akili. Maana yake kuwa makini na aina ya watu au mazingira unajizungushia. Unasikiliza nini sana? Unaangalia nini sana? Unakaa na watu aina gani sana? Itaamua utakuwa nani kwenye maisha. Watu wa Mungu, jambo lingine litakuinua juu ni kufanya mambo ambayo wengine hawataki kuyafanya. Wanaogopa kuyafanya, wanakimbia kuyafanya. Mambo ambayo wengine wanatafuta sababu ya kuyakimbia, wewe ukayakimbilia, utakuwa juu. Na nikisema mambo haya siongelei mambo mabaya. Naongelea mambo ambayo ni fursa. Yaani unayaona kwa jicho la fursa. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 7. Daudi alimpasua Goliati. Na hiyo ikawa ndo njia ya Daudi kuinuka juu. Daudi pasua Goliati. Na hiyo ndo ikawa njia ya Daudi kwenda juu. Kiwango chako cha kuleta masuluhisho, kiwango chako cha kutatua matatizo, kiwango chako cha kuleta majibu kinaamua kiwango chako cha kuinuka. In fact hiyo ndo namna nzuri ya kuandika. Kingine kitakufanya uinuke juu ni kiwango chako cha kuleta masuluhisho, kiwango chako cha kutatua matatizo, kiwango chako cha kuleta majibu. Unamwona Goliati, wengine wanamkimbia, wewe mkimbilie, mvae. Baada ya muda wewe utakuwa ndio habari ya mjini. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 7 anasemaje? Nao wale wanawake walikuwa wakicheza, wanacheza, wako mjini wanacheza, wakisema Daudi. Walianza na Sauli. Sauli ameua 1000, lakini Daudi ameua 10,000. So ameua 10,000 kwa sababu aliua 10,000. Aliua mtu anayeweza kuua 10,000. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ukimuua umeua 10,000. Na baada ya muda unageuka kuwa wimbo wa mji. Unataka kwenda juu kwenye maisha, lete majibu, lete masuluhisho, tatua changamoto. Yusufu alitatua changamoto ya watu ya njaa kule, akazidi kupaa juu, akazidi kupaa juu,
akazidi kupaa juu. Tatua majibu, utainuka juu. Usikimbie changamoto, usikimbie matatizo, yaende kwa jicho la fursa. Ona kila changamoto inayokujilia ni fursa ya kuinuka, ni jiwe la kukanyaga ili usimame uonekane juu. Yaani wewe ona kila changamoto inayokujilia ni jukwaa la kuja kukutambulisha na kutambulisha uwezo ulionao. Kila simba anapokujilia, wewe ni Samsoni, muone kama mbuzi kwanza, alafu umpasue vipande vipande. Cha mwisho kitaamua. Sasa hapa naongea na watu wa Mungu. Hapa naongea na watu wa Mungu. In fact, kabla sijaenda hiyo niongelee kitu kingine, uwezo wako. Ongeza uwezo. Unataka kuinuka, ongeza uwezo. Ongeza uwezo, ongeza uwezo, ongeza uwezo kwa herufi kubwa. Ongeza uwezo. Kutoka sura ya 18 mstari wa 21. Kiwango cha uwezo ulichonacho kitaamua kiwango chako cha kwenda juu. Maana wewe usiangalie kwamba umeinuka au hujainuka, endelea kuongeza uwezo. Endelea kuongeza uwezo. Kwa sababu uwezo wako unazidi kuongeza, inawezekana kuna matatizo yakaja mbele yako, huo uwezo ulikuwa unahitajika, unaupindua. Pindua hilo tatizo. Halafu baada ya hapo watajua, kumbe akajamaa alikuwa kanaongeza uwezo kwa kupigana na simba na dubu. Ukiona simba na dubu alikuwa anamjia Daudi. Yaani kumbe Daudi alipokuwa kule nyikani, Daudi alikuwa ni gym, yuko gym. Anatanua misuli, yuko gym. Anatanua misuli, yuko gym. Kama aliweza kumwendea simba, maana yake Daudi alikuwa anajaribu kuwaambia wale watu kwamba aina hii ya ujasiri nilionao nimeujenga kwenye mazoezi madogo madogo ya kumwendea simba. Nilipokuwa namwendea simba na dubu nilikuwa simuogopi. Huyu ni mtu, wale ni simba. Siwezi nikamwogopa, huyu ni mtu kama watu wengine. Uwezo unaongezwa kwa kujenga mazoezi madogo madogo. Fanya mazoezi madogo madogo kwa muendelezo. Fanya mazoezi madogo madogo kwa muendelezo. Kutoka 18 mstari wa 21. Tusome mtumishi wa Mungu. Zaidi hayo utajipatia watu wangapi? Anasema kigezo cha kwanza ni walio na nini? Nisikilizeni, nisikilize. Kigezo cha kwanza, huyu ni baba mkwe wa Musa, anamwambia Musa na anamshauri Musa, mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ambaye Mungu amemfanya kuwa Mungu kwa Farao. Mtu anayemsikia Mungu anashauriwa na baba mkwe wake hapa. Na huu shauri aliuchukua na akaufanyia kazi. Maana yake na Mungu alikuwa anakubali. Anasema zaidi hayo, tafuta watu wenye nini? Wenye uwezo. Nilishangaa kwenye ile andiko ya kwamba baba mkwe wa Musa, sisemi kwamba alikuwa ni mpagani ndo akatoa ushauri. Sisemi hivyo labda kwa sababu alikuwa ni mpagani ndo alianza na watu wenye uwezo. No. Alikuwa ni mtu anayejua mambo ya uongozi. Alianza na kigezo cha uwezo, alafu baada ya hapo ndo akaja wenye kumcha Bwana. Na kigezo chako cha kumcha Bwana, watu wanataka na uwezo pia. Tafuta watu wenye nini? Alafu akuanza na wenye kumcha Mungu ndo akaja na wenye uwezo. Ndio maana unaweza kukuta mahali wanaajiri mtu mwenye uwezo na hajaokoka. Nimeona hadi walokole wanaajiri watu kwenye kampuni zao wana uwezo lakini hawajaokoka. Kwa hiyo sijasema uache ucha Mungu. Hamna. Nimesema na huo ucha Mungu ongeza na uwezo. Kwa nini? Kwa sababu hata Mungu ambaye wewe unamcha hakuamini zaidi ya uwezo ulionao. Mathayo 25 mstari wa 14 na 15. Mtu mmoja alitaka kusafiri kwenda nchi ya mbali, akawaita watumwa wake utumishi, akawaambia njooni hapa, ni utumishi huu, ni wito huu. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, mwimbaji. Akawaita, akampa mmoja talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Kwa nini? Kwa kila mmoja kwa kadri ya uwezo aliokuwa nao. Uwezo unaitwa uwezo, lakini jenga uwezo. Sawa? Jenga uwezo. Usio unaitwa jina ambalo alikusadifu wewe. Hata Mungu, yani uwezo ni kitu cha ajabu sana kiasi kwamba hata Mungu. Mimi nawaambia ukweli, kuna wakati mwingine Mungu anaweza kumruhusu hata mpagani atawale mahali fulani kwa sababu ya uwezo. Anajua kabisa matoto yake hapo lakini ni majinga. Najuaje? Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2 na wa 3. Mrithi awapo mjinga hana tofauti na mtumwa. Maana yake Mungu atamfanya kuwa mtumwa angawa ni Bwana wa yote. Anasema kwa hiyo nini kinatokea? Mali zake zinawekwa juu ya wasimamizi. Unanielewa vizuri? Kwa kuna wakati Mungu anaweza karuhusu hata mtu fulani tu ila kwa sababu tu ana uwezo. Akakalia nafasi fulani kwa sababu tu ana uwezo. Kama Mungu anazingatia uwezo,
Na wanadamu wanazingatia uwezo. Kwa nini usiutafute sasa? Ongeza uwezo. Na uwezo sio kitu unaomba Mungu akupe. Uwezo ni kitu unakitafuta kwa kufanya mazoezi ya mengi kwenye hicho unachotaka kuwa bora. Hata Messi akutokea akawa vile alivyokuwa kwa siku moja. Ana mazoezi ya kila siku. Ronaldo ana mazoezi ya kila siku. Usain Bolt anayekimbia kuliko wengine ana mazoezi ya kila siku. Na nataka nikwambie, kabla hujaona mtu anadhihirisha uwezo wake, kuna mazoezi mengi ameshayafanya mpaka amefikia hapo. Mazoezi mengi. Daudi kabla hajaja kwa Goliathi, kuna simba wengi ameshashindana nao. Kuna dubu wengi ameshashindana nao. Na uwezo ni kitu ambacho hakijengwi siku moja. Kinajengwa ndani ya kipindi fulani cha muda, ambapo unafanya kitu fulani kwa mwendelezo. Mimi unavyoniona hapa, nisipofundisha wiki 3 nzima, nikija hiyo siku nitakayopewa nafasi ya kufundisha, nitakuwa kama mtu ambaye ndo naanza kujifunza kufundisha. Yaani kuna vitu hata mimi nitakuwa najishtukia, hapa imekuaje tena? Unasahau. Nilikuwa nasikia madaktari wanasema mtu asipotumia mkono wake au mguu wake kwa kipindi fulani cha muda, nadhani miezi kadhaa, baada ya muda inabidi afundishwe namna ya kutembea upya, hata kama alikuwa ni mtu mzima. Yaani hata kama alikuwa kama Pastor Beatrice au kama Deborah, lazima afundishwe kutembea tena upya. Hata kama alikuwa anazururaga mjini, mnamwacha anazurura mwenyewe, lazima afundishwe kutembea upya. Maana yake chochote usichokitumia kinapotea au kinalala. Tumia uwezo ulionao. Tumia uwezo ulionao. Ongeza makali ya ulichonacho. Noa hicho kipawa, kinoe. Ni panga lako hilo, litakusaidia kukatakata njia na kwenda mbele. Noa, hubiri injili, rekodi hata audio, tuma. Yaani kuna kitu unaweza kufanya. Biashara, usiwe kafikiri walioko juu wamefika kwa bahati mbaya. Wengine walianza na karanga. Anzia hapo, kuwa mwaminifu. Anzia hapo, weka bidii. Anzia hapo, fanya kwa ubora. Baada ya muda utainuka, na kuhakikishia hakuna uchawi unaweza kumzuia mtu mwenye haya mambo. Kingine, hii ni kwa watu wa Mungu. Kama unataka kuinuka, hii ni kwa watu wa Mungu. Muinue sana Yesu kwenye maisha yako. Lift him higher. Muinue Yesu sana kwenye maisha yako. Yaani hakikisha kila unapoenda Yesu anainuliwa kwanza, na sio wewe kwanza. Kwa nini? Niliipata kanuni, anasema yeye akiinuliwa anatuvuta. Anatuvuta. Maisha ya mtu anayemuinua Yesu sana, huyo mtu atavutwa juu na Yesu baada ya muda. Hakuna uchawi utazuia. Hakuna uchawi utazuia. Yohana sura ya 3 mstari wa 30. Huyu ni Yohana Mbatizaji, anasema hii ndio furaha yangu, ya kwamba mimi nifanyeje? Nipungue, yeye afanyeje? Aongezeke. Muinue sana kwenye maisha yako. Nipatieni ile andiko. Nikiinuliwa nitawavuta wote waje kwangu. Afu mwingine anisomea Efeso sura ya 4 mstari wa 8. Yohana 12:10. Yohana 12:32 anasemaje? Huyu ni Yesu anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Maana yake muinue Yesu sana. Mimi ipungue. Waefeso sura ya 4 mstari wa 8. Harama sando rebaka rabasaya. Simama kwa miguu yako pale ulipo, tuombe. Rela rabasanda rabamama. Anasema hivi, hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alafu mstari wa 10 anasema, naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Utajazwa na Bwana Yesu kama ukimuinua sana. Kaliga basotoria mashanda manda rabobo satarada. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Oh ya rababa sanda rikana na rabasoto baradaya lerando sopari la makarabasande aria barabasanda ramamama. Kuna mtu amenitumia message hapa ananiambia, Pastor, Bwana asifiwe. Mimi namshukuru Mungu, kuna yule ndugu yangu alikuwa na shida ya ini.
baada ya maombi na ukaniambia atarudi akiwa mzima. Kweli amepona kabisa. Namshukuru Mungu. Ubarikiwe sana pastor. Muongezee Yesu makofi sasa. Nimekufundisha kanuni ya kumuinua Yesu. Nimekufundisha kanuni ya kumuinua Yesu. Sasa kwa dakika kama 5 nataka yale mambo ambayo unaona hujafanya vizuri kwenye yale niliyokuambia, mwambie Yesu akusaidie. Mwambie Yesu akusaidie. Kama ni kwenye utii, Yesu akusaidie. Kama ni kwenye uaminifu, Yesu akusaidie. Kama ni kwenye unyenyekevu, Yesu akusaidie. Kama ni kwenye eneo lolote katika yale mambo ambayo nimekuambia, kama ni kwenye kuongeza uwezo, mwambie Bwana nipe nguvu, nipe nguvu. Anasema uwapa nguvu asiokuwa na uwezo. Mwambie Mungu akupe nguvu ili uweze kufanya mazoezi mengi na kuongeza uwezo kwenye kile ambacho nimekuambia. Mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana. Makarama sotopa lekatarama sando robobo yakatorianda rabasanda rikaparababa sataradada lekaparada basando yakatorianda basotoria rikando karabaseteriarabo yakapaligada basande makaparaba sataradaba lekarada basando kopariade reketeberebe sando yakatapaliga basaya. Bwana, hata mimi ninahitaji kuimarishwa wakati nimewaimarisha watu wako, na mimi pia ninahitaji kuimarishwa. Niongeze kwenye yale maeneo ambayo Bwana ninahitaji kufanya vizuri zaidi hapa. Niongeze kwenye eneo la ufunuo. Baba, fungua macho yangu yapate kuyaona maajabu yatokayo katika sheria yako. Yatie nuru macho ya moyo wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yataparibashanda yekatarana makato makaparabababa. Endelea kuvunja magoti yangu ili nipondeke na kuanguka mbele zako zaidi. Yakabarabasaya, vunja moyo wangu, ponda roho yangu, ili Bwana niendelee kunyenyekea na kushuka zaidi mbele zako. Kama lipo jambo linataka kuniinua zaidi ya pale uliponiinua wewe, Baba nisaidie. Ponda vunja japaranda katapa. Sitaki Bwana watu au mimi niseme ya kwamba nimefanikiwa kwa nguvu zangu. Yana masanda raba. Niongeze viwango vingine vya unyenyekevu, viwango vingine vya unyenyekevu, viwango vingine vya kupondeka. Umesema wewe unaketi mahali pa juu palipo patakatifu pamoja na mtu mwenye roho iliyotubu na kupondeka, ili kuzifufua roho na mioyo ya waliotubu na kupondeka. Baba, ponda roho yangu, ponda moyo wangu. Manda karabasaya yataparada basanda yekatana masata. Baba, nisaidie kwenye eneo la utii, nisaidie niwe mtii hata kufa kama wewe. Umesema ya kwamba wewe ambaye ulijaribiwa katika kila jambo unaweza ukatusaidia na sisi ambao tunajaribiwa kwenye utii. Baba, nisaidie nikutii zaidi, nisaidie nikutii zaidi, nisaidie nikutii zaidi, nisaidie nikutii zaidi. Ukiniambia kwa siri nikutii, ukininong'oneza jambo nikutii, nikiona kwenye neno lako nitii. Kila kitu ambacho kinaniondoa kwenye darasa la utii na kiamrisha niachie. Baba, nisaidie kwenye eneo la hekima na ubora na akili. Yesu, nipe hekima